Katika jamii nyingi, bidhaa za ngozi zimekuwa adimu. Viatu vinavyokatika baada ya wiki chache, mikanda inayochanika kwa urahisi na pochi zisizodumu. Ubora umekuwa ndoto kwa wengi na wateja wamezoea kununua mara kwa mara, wakikata tamaa ya kupata kilicho imara na cha thamani. Hili si tatizo dogo, ni changamoto inayogusa maelfu ya watu kila siku. Lakini kijana mmoja hakukubali hali hiyo. Aliona wazi pengo hilo la ubora, akatambua kuwa jamii inahitaji suluhisho, na ndipo alipoamua kuchukua hatua. Hakulalamika, bali aligeuza tatizo kuwa fursa ya kuleta mabadiliko kupitia mikono yake mwenyewe. Mambo vipi mtazamaji, ni kukaribisha tena wakati kama huu ambapo tunaangazia fursa mbalimbali katika kipindi hiki cha Kazi ni Kazi, kuona watu wanashughulika na nini huku mtaani kwetu. Na hapa nimetembelea Keko Juu magorofani. Huku chini ya magorofa kuna mambo mengi ambayo yanafanyika, na moja ya jambo ambalo linafanyika huku ni utengenezaji wa bidhaa mbalimbali za ngozi. Na hapa nitakutanisha na Bwana Mansour Mohamed ambaye yeye anapenda kujiita Bwana Kanyaga, lakini ingawa ni Bwana Kanyaga anayetengeneza bidhaa mbalimbali za ngozi, yeye pia ni mhandisi wa nishati jadidifu. Atatuambia kwa nini alitoka huku na kuhamia kwenye viatu. Tutapata mengi kutoka kwake. Tafadhali salia nami. Jina langu ni Mkwaji Masatu. Nimefurahi sana kukutana na wewe. Asante pia, mimi pia. Hivi mafundi mbona mnambwembwe sana? Hiyo peni kwenye ndevu ndo maana yake nini jamani? Mara kichwani, mara wapi? Kwa nini? Hii mara nyingi ikikaa hapa huwa inakuwa ni rahisi kukumbuka, kwa sababu asilimia kubwa vitu vyetu tunatumia kuchora. Sasa na hii peni ukiweka hapa inakuwa ni rahisi kukumbuka pale unapotaka kutumia kwenye kuchora. Kwani usiweke mfukoni? Si mna mifuko? Huwa inavuja sometime na pia inaweza ikakatika, lakini hapa iko sehemu salama zaidi. Aha. Sawa, naona ni mbwembwe zenu hizo. Wacha tuachie. Nilikuwa ni kitu ninachokipenda, na pia niliona fursa kutokana na upatikanaji wa umeme vijijini ni changamoto. Kwa hiyo nikaona kama nikiweza kusomea renewable energy nitaweza kusaidia watu mbalimbali na kufikisha umeme kwa urahisi kama ilivyokuwa mradi wa serikali umeme vijijini. Sasa nilivyosomea renewable energy na pia nilipata bahati ya kusajili NGO ambayo inahusika na renewable energy kusaidia umeme wa watu vijijini. Lakini NGO ina uendeshaji wake, na sasa hivi tuko kwenye Kanyaga kwa sababu tunafanya kitu ambacho kile watu wengi wanaohitaji kwa sasa. Sio kwamba unafanya kitu tu unachokipenda, lakini pia unaangalia kile kitu chenye fursa ambacho kinaweza kutatua matatizo ya watu yanaowazunguka kwenye maisha ya kila siku. Sasa kwenye upande wa chuo kidogo, wanafunzi tunaotoka chuo ni wengi, upatikanaji wa ajira ni mdogo sana, lakini nikaona kuna fursa nyingine ambayo kuna tatizo kubwa, upatikanaji wa bidhaa za ngozi zenye ubora na zenye ubunifu. Kwa hiyo nikaona sasa ni wakati wa kuanza kudili na Kanyaga, naamini naweza nikatengeneza vitu vyenye ubora na vyenye ubunifu, nikatatua tatizo la watu wengi wanaotuzunguka. Kwanza nilikuwa napenda design baadhi ya viatu. Kwa hiyo nikawa naenda kwa mafundi naambia nitengenezee design fulani ya kiatu. Lakini changamoto unaopata, fundi hawezi kutengeneza design kama hilo unayoitaka, na pia kwenye ubora yeye atumie material ya ngozi. Huwa wanatumia kitu kinachoitwa PVC na au majaba. Watu wengi, watengenezaji wengi wa viatu kwa kwetu sisi wanatumia sana hayo material. Kwa hiyo nikafanya research yangu kwa baadhi ya watengenezaji wa viatu au na wale wanaouza, nikaona wao mapungufu yao yako wapi na mimi naweza nikatumia material gani kutengeneza ubora. Baada hapo nikaanza kufanya research katika bidhaa za ngozi au material ya ngozi. Naweza nikapata wapi ngozi yenye ubora ambayo ina quality nzuri kama hii ambayo unayoiona. Kabla hajaanza kutengeneza bidhaa zake, alitumia muda wake kwa kufanya utafiti wa kina, si tu kuhusu ubora wa ngozi, bali pia juu ya ubunifu unaohitajika ili kutoa kitu cha kipekee. Alitaka zaidi ya bidhaa nzuri, alitaka kazi yake iwe na hadhi. Fursa niliona baada ya kufanya research. Niligundua viatu vingi vinavyotengenezwa Tanzania havina ubora, cha kwanza. Pili, ubunifu hakuna, wanatengeneza viatu vinavyofanana. Kwa hiyo mimi nikaona sasa ni wakati wa kuja na kitu chenye ubora na pia ubunifu, kile ambacho mtu ameona kiatu
sehemu akawashindwa kununua kutokana na bei, au amekiona mtandaoni msanii fulani au mtu fulani amevaa. Kwa hiyo nikaona sasa ni sahihi na mimi nianza kutengeneza. Kwa hiyo nilifanya research, nilipita kwa watu wanaotengeneza viatu kama hivi tunavyotengeneza, nikagundua mapungufu yao au udhaifu wao, na mimi nikaona sasa naweza nikapitia njia hii kutengeneza kitu chenye ubora na chenye muonekano mzuri mtu akivaa. Nakumbuka kwa mara ya kwanza niliposti kiatu mtandaoni, mtu aliona, ni mtu wangu wa karibu, akaniambia okay nitengenezee. Nikachukua kiasi cha pesa nikampelekea fundi, wakati huo sijui kutengeneza. Kwa hiyo nikampa fundi design ya kile kiatu, yeye anitengenezee. Alitengeneza kiatu na nikampelekea mteja. Kitu wakati anatengeneza nilichojifunza kwenye ubora wa material wa kuchagua ngozi. Fundi ya kutumia ubora material ya ngozi yenye ubora mzuri. Kwa hiyo nikahakikisha kwamba mimi kama nikianza kutengeneza inabidi nitafute ngozi zenye ubora na zilizokuwa na haziumizi miguu. Changamoto kubwa watu wengi wakivaa viatu huwa wanaumia miguu, especially viatu vya ngozi. Kwa hiyo nikahakikisha ngozi ninazotafuta ni zile ambazo haziumizi miguu. Hapo awali hakuwa mtaalamu. Alianza kama winga vile, mtu anayesaidia, akijifunza kwa kuona na kwa kushiriki kazi za mikono. Polepole ile sehemu ya kusaidia ikageuka kuwa darasa. Baada hapo nilimtafuta fundi ambao nilimpa kazi ya kunitengenezea viatu. Nilimpa tenda viatu kama pisi 5, nikamwambia naomba nitengeneze. Wakati mimi nishatafuta wateja wa kwenda kuwauzia. Yaani nilikuwa na posti mtandaoni, mteja anayehitaji nachukua kile kiatu nampelekea fundi. Lakini baada ya muda mfupi yule fundi akanipa uhuru, akasemaje, siwezi nikakufanyia kila kitu kile unachotaka. Sometime unaweza ukaja hapa na ukakuta nina wateja wengine naweza nikahudumia. Kwa hiyo mimi nakuachia vifaa hivyo, wewe ni wajibu wako sasa kujifundisha namna gani ya kutengeneza unavyohitaji. Kwa hiyo aliniachia vifaa ofisini kwake, na hapo ndo nilipoanza kujifunza mimi mwenyewe taratibu, unakosea, lakini mwisho wa siku naamini sasa naweza nikafanya kizuri na chenye muendelezo zaidi. Ugumu ulikuwa ni mkubwa. Nishawahi kujikata vidole kutokana na kisu ninachokitumia chenye ncha kali, na pia hapo kutofautisha ubora wa ngozi. Mara nyingi watu wanazunguka katika maeneo yale wanaouza ngozi. Yaani kuna ngozi zenye quality, ngozi zina stage. Kuna grade A, grade B, grade C. Kwa hiyo cha kwanza ilikuwa changamoto kupata material yenye ubora ya ngozi. Unaweza ukaikunja kama hivi. Lakini kuna ngozi kwa ajili ya kuwekea kiatu kwa juu. Mteja wangu mmoja yuko Arusha kama sikosei, ilikuwa ni pair 40. Alioda nikamtengenezea, lakini kilichotokea kwamba hakupenda vile viatu. Kutokana na wakati unajifunza na unaanza kutengeneza kuna changamoto ambazo unakutana nazo na akahitaji nimbadilishie. Nilijitahidi kufanya hivyo na baadaye tukaweza kuendelea kufanya biashara. Kwa hiyo changamoto ipo wakati unajifunza, lakini consistency ya kufanya kitu kila siku ndio kinaweza kukupa ubora wa kile jambo unalolifanya. Mwaka 2022 ulikuwa mwanzo mpya kwake. Baada ya kujifunza na kujaribu, aliamua kuchukua hatua kubwa. Akaanzisha rasmi kazi yake na kufungua ofisi. Hapo ndipo ndoto yake ilipoanza kuchukua sura halisi. Ilikuwa si tu kazi ya mikono yake, bali biashara yenye dira na malengo. Lakini 2022 nikafungua ofisi yangu mimi mwenyewe na kukaa na kila kitu kuanza kujifundisha mimi mwenyewe. Baadhi tunapitia mtandaoni, unaenda kujifundisha jinsi wanavyotengeneza, zeni unakuja una practice wewe mwenyewe mpaka unafikia unaweza ukapata matokeo ya wallet kama hii. Wallet nimeitengeneza kwa mara 3 au mara 4 mpaka inaweza kuleta muonekano huu. Kwa hiyo nishakosea mara kwanza, mara pili, mara 3, mara 4. Na naamini naweza nikatoa kitu kibora zaidi. Mara nyingi ni utayari wako wa kujifunza mara kwa mara kufanya kile kitu ambacho wewe unataka kukijua zaidi. Kazi ya kutengeneza bidhaa za ngozi si ya haraka. Kuna mchakato maalum unaohitajika. Mchakato unaohitaji umakini, uvumilivu na ubunifu. Kila bidhaa huanzia kwenye kuchagua ngozi bora, ngozi laini lakini imara. Kisha hufuata hatua ya kukata, kuunda umbo, kushona kwa mikono au kutumia mashine. Ili kiatu kikamilike kinapita kwenye mchakato wa aina 4 kama sikosei, au aina 5. Kwanza inabidi uchore pattern ya insole kama hii, na inabidi uchore pattern ya juu ya kiatu kama hiki.
yani hii pattern inabidi uichore kwenye ngozi. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni kukata. Hii inabidi ukate ili ilete shape nzuri. Na hatua ya tatu ni kulast, kupachika, hii ikiwa kwenye kiatu. Hivi hatua ni katika bidhaa zote za ngozi. Yani lazima upitie hizo hatua ili kitu bidhaa iweze kutimia. Hatua ya 4 kupachika hii soli ya chini, na hatua ya mwisho kabisa kufanya finishing ili ikupe muonekano mzuri, mtu akivaa aweze kuona kitu chenye ubora na chenye thamani kabisa. Baada ya kutoa hedge ya hizi ya ngozi, kutokana na design ya kiatu tunachotengeneza, kuna kitu kingine ambalo tulichora. Hizi ni na ni ngozi kwa ajili ya kufuma, ni kama ukili. Design yetu ya kiatu inakuwa ina kama ukili. Kwa hiyo tulichora kwa ajili ya kufuma hiyo kama ukili. Kwa hiyo pia tunaweza kuona namna ya kutengeneza hii design. Changamoto kubwa ninayokutana nayo kwenye kazi yangu, kwanza watu kutokujua namba za miguu yao. Inabidi tutambue kwamba kila nchi ina namba zake. Yaani mguu wa Marekani ni tofauti na Mtanzania, ni tofauti na Mchina. Kwa hiyo mtu anaweza akakwambia okay, mimi navaa namba 37, lakini ukiangalia kwa kiatu labda 37 kimetoka China. Kwa hiyo ukija kutengeneza kwenye na design yetu sisi kitakuwa tofauti na namba anaovaa yeye, labda atakuta anavaa 38 au anavaa 36. Kwa hiyo ni changamoto ya namba za miguu kwa wateja. Kwa wewe namba 39 ni rahisi.
lakini kwa wale watu wanaovaa 36, 37 upande wa wanawake na 44 na 45 upande wa wanaume, hawa inakuwa ni changamoto kujua namba ya mguu sahihi anaovaa ni namba gani pia tumtengenezee. Kadri siku zilivyokwenda, ubunifu wake haukusimama kwenye viatu tu. Alipanua huduma yake na akaanza kutengeneza pochi na mikanda ya ngozi. Kila bidhaa inayotoka mikononi mwake inabeba uangalifu, umaridadi na hadhi ya kazi ya mikono yake. Kwanza watu wengi hawajui kutofautisha mikanda ya ngozi na mikanda ya jaba au mikanda ya PVC. Naona watu wengi hiyo changamoto wanaipata. Kwa hiyo anaweza akauziwa mkanda bei kubwa lakini ukawa ni jaba au PVC. Kwenye swala la mikanda ni tofauti na kwenye swala la wallet, ni tofauti na kwenye viatu. Ujue mkanda mtu akiwa nao mmoja anaweza akautumia sehemu mbalimbali, lakini huo mkanda unaweza ukaishi kwa muda mrefu, inabidi uwe wa ngozi. Sasa watu wengi hawawezi kutofautisha baina ya ngozi na PVC, kwa hiyo wanauziwa mikanda kwa bei kubwa lakini ikiwa haina ubora, kwa hiyo hawezi kukaa nao kwa muda mrefu. Ni tofauti na ngozi. Kwa hiyo kwenye mikanda nilianza kuona changamoto ya watu wanaamika wananunua mikanda kwa bei kubwa na haina ubora. Kwa hiyo nikaona sasa ni namna ya kutengeneza mikanda yenye ubora na rangi tofauti tofauti. Kama kwa wadada huwa wanapenda kumechisha, yani anapenda kumechisha kiatu na mkanda. Kwa hiyo kama mteja akitoa oda, bwana nina kiatu changu fulani nahitaji rangi ya ngozi fulani unitengenezee mkanda, tunatafuta tunamtengenezea. Kwa hiyo kwenye mikanda tunahakikisha ubora mkubwa na inayodumu kwa muda mrefu, yenye finishing nzuri ambayo mtu anaweza kuvaa kokote. Kuna aina 3 za kutambua hii ni ngozi, hii ni PVC, hii ni jaba. Aina ya kwanza, ngozi huwa inakuwa ina layer, yani ngozi ukinunua inakuwa ina layer 3. Ina layer ya juu, ina layer ya katikati na ina layer ya chini. Sasa mtu akikwambia hii ni bidhaa ya ngozi, hiyo ni aina ya kwanza unaweza kuchungua. Sasa wengine wana kitu wanachopaka humo wanaita hedge. Hii inaficha hii layer. Kwa hiyo kama wakificha hii layer, wewe huwezi kutambua, utasema okay, hii ni ngozi lakini ni sio ngozi. Hiyo ni aina ya kwanza. Aina ya pili, ngozi huwa inakuwa haikwanguki. Ukiwa unakikwangua hivi, ngozi huwa haikwanguki. Lakini ukitumia jaba au PVC, mara nyingi ukikwangua ile rangi ya juu inatoka. Kwa hiyo hii ni aina ya pili. Na aina ya tatu, ngozi mara nyingi haiungui kirahisi. Inatumia muda mrefu kuungua ukichoma kuliko hivi PVC na jaba. Muda utakaotumia kuchoma PVC mpaka kumaliza kuisha ni tofauti muda ambao unaweza kutumia kwenye ngozi. Kwa hiyo kama wewe mtu akikwambia okay, hii ni bidhaa ya ngozi, nishakutajia aina 3 za kutambua hii ni ngozi na hii ni PVC. Kwa hiyo unaweza ukamwambia mimi naweza nikaitambua kwa kujaribu hizi njia 3. Akikupa ruhusa unaweza kuitambua kwa hiyo njia, na kama akigoma wewe kutambua kwa hiyo njia, basi usinunue hiyo bidhaa. Hiyo ni bidhaa sio ya ngozi, na ndio maana hana confidence na hajiamini kama hiyo bidhaa yake anayotengeneza ni ngozi. Ngozi huwa haikwanguki, ngozi huwa haiungui kwa urahisi, na ngozi inakuwa ina layer 3 sehemu ya kukata. Wallet, changamoto kubwa niliona na nikaona kwanza nitengeneze wallet nyingi zinazotengenezwa kwa Tanzania na zinazo import kutoka nje ya nchi hazina ubora ule ambao unaohitajika, na mara nyingi zinakuwa sio za ngozi. Lakini nikaona sasa nije kutengeneza wallet ambayo yenye ubora na ya ngozi. Kama hii wallet kuna sehemu ya kuweka coin, yani kuna wale watu wakiweka pesa kwenye suruali huwa zinachana mifuko au zinapotea, lakini nika design hii wallet ikiwa ya ngozi, inahudumu kwa muda mrefu sana, ambao mimi nao ni mwaka wa 2, haipotezi muonekano wake, haiwezi kuchanika humo wala kuachia kutokana na ngozi tunatengeneza kwenye ubora. Isa ni fundi mwenzake anayeshirikiana naye, kijana anayejifunza kila siku, si tu kazi ya mikono bali pia umuhimu wa teknolojia katika biashara. Naitwa Isa Abdalla, najishughulisha na kutengeneza bidhaa za ngozi, hususan viatu, mikanda na wallet. Mimi nimeanza mwaka 2013. Nimeanza na kanyaga, tumekutana mitaa ya Kariakoo, huko ndo tukafahamiana, hatimaye tukajenga udugu na hatimaye tukawa tunafanya kazi mpaka leo mimi na yeye. Changamoto na wateja ni kuwaelewesha, kwa sababu mwingine anakuambia, anakuja dukani anakuambia bana, hii ni kiatu nimekipenda, hakika kama vile sio cha ngozi. Kumwelewesha mpaka kuelewesha aelewe kuwa ni bidhaa ya ngozi inachukua muda sana. Changamoto ndio kama hizo, kwa sababu wengi washapigwa sana, sababu mafundi wengi wanatengeneza bidhaa za ngozi ni wachache sana.
anatengeneza hususan maplastiki ambayo tunaita majaba sisi mafundi tunajua. Cha kuzingatia ni katika mfano kwa uchoraji hapa ni kubudget ngozi, kuangalia kwa itatoa kiasi gani ili uweze kupata faida, ili uweze kuendeleza ofisi, kwa sababu unapochora usiache nafasi ambazo zinaweza zikakupa hasara. Ndio cha kuzingatia. Imenisaidia mambo mengi sana kuniendeshea ujumla wa maisha yangu binafsi mimi na kucontrol familia yangu kwa ujumla. Kitu kikubwa ninachojifunza kutoka kwa Kanyaga kabla sijajuana naye, fahamiana nao huyu bwana, kitu ambacho nikipenda kwa kujifunza ni kufanya biashara mtandaoni, ambao mpaka sasa ndio najifunza kupitia kwake kujifunza ili kuweza kufanikisha jambo hilo. Rajabu ni miongoni mwa wateja wake. Ni mteja ambaye si tu ananunua bidhaa bali anafurahia huduma na ubora anaoupata. Kwa majina mimi naitwa Rajabu Ramadhani, ni mkazi wa Keko Juu Magorofani. Nipo hapa zaidi ya miaka 6 hivi. Kanyaga ni mtu ambaye ni mtu wangu wa karibu kama jirani, na amekuwa ni mtu ambaye anashauri vitu vingi, na nimeona akifanya biashara kwa muda mrefu kidogo. Tumekuwa karibu. Kwa ni mtu ambaye namfahamu. Viatu vyake kwa mara kwanza nilikuwa siamini kama vinaweza vika na ubora, lakini nilipojaribu nikasema kwa kuwa ni ndugu yangu, ni mtu ambaye namfahamu, ngoja niangalie kama viatu vyake vitakuwa vina ubora. Na kweli niliponunua nimeweza kukaa navyo kwa muda mrefu na ni vizuri. Kwanza viatu hivi havitaki maji na vinataka ustaarabu hata kwenye kuvaa, kama jinsi mwenyewe anavyojiita Mr. Kanyaga. Yani viatu ambavyo havitaki mambo mengi, yani kama unavaa usiwe mambo mengi. Na kwa muda nimekaa navyo miaka kama 2, kwa sababu mimi sio mvaaji sana, kwa hiyo nilikuwa kidogo viliweza kukaa. Ndio maana hata leo hii nimekuja kuchukua nyingine tena. Katika dunia sasa, soko halipo tena kwenye mtaa tu, lipo mtandaoni. Ndipo anapopeleka kazi zake, akifikisha mbali zaidi ya alikodhani kupitia mitandao ya kijamii. Bidhaa zake za ngozi zimevuka mipaka ya mtaa wake na sasa zinafikia wateja wa maeneo mbalimbali. Kwa namna kubwa dunia sasa iko tofauti. Dunia sasa iko wazi kutokana na social media. Unaweza ukawa huko Tanzania lakini mtu yuko Kenya, yuko Uganda, yuko wapi, anaweza kukuona wewe kwa urahisi. Kwa hiyo kama ukitumia mitandao ya simu katika matumizi sahihi, naamini anaweza kukurahisishia kuweza kufanya mauzo. Kwa sababu kama sisi tuna akaunti Instagram ambao ni Kanyaga Shoes, tunapost bidhaa zetu ambazo zilizotimia. Tuna akaunti TikTok ambao huko tunapost behind the scene tukiwa tunatengeneza. Tuna akaunti Twitter, huko tuna interact na wateja, kubadilishana mawazo na kutangaza zaidi. Kwa hiyo asilimia kubwa wateja wangu na watumia katika social network. Na hata ukizingatia pia kwa Instagram kuna sehemu ya kuweka status. Hiyo ni asilimia kubwa mimi natumia huko. Huwa na posti picha na posti status kila siku ninapoamka, kutokana na ratiba maalum niliyoitengeneza asubuhi mpaka saa 4 usiku. Kwa hiyo naweza kuangaliwa na watu 200 kwenye status yangu ya WhatsApp. Kwa hiyo hii inarahisisha kuinteract na watu wengi na kuweza kufanya biashara kwa urahisi. Kitu cha kwanza kilichoninufaisha kuzalisha ajira kwa vijana wengine ambao wametoka vioni, wako mtaani, wale vijana wengine kuzalisha ajira, kwa sababu tukiwa tuna oda nyingi hapa tunaita vijana wa kusaidia kazi. Na hiyo mara nyingi inatokea kama hapa nina oda ya mteja yuko UDSM anahitaji pea 20. Kwa hiyo ili tutoe pea zake kwa muda mchache inabidi niongeze timu ya vijana. Cha kwanza kuzalisha ajira kwa vijana. Hiko kitu najiproud na najisifia. Cha pili kusolve tatizo kwa watu ambao wanahitaji bidhaa za ngozi zenye ubora na zinazodumu kwa muda mrefu na zenye ubunifu. Na kitu cha tatu kabisa, hii biashara unaiona hapa ndio inanisaidia mimi kuendesha maisha yangu ya kila siku. Kuweza kulipia kodi, kuweza kununua material ya ofisi na kuweza kulipia kodi ya ofisi hapa nilipo, na kutusaidia matumizi mengine ya nyumbani na ninapoishi. Kwa hiyo asilimia kubwa na ninanufaika na ninafurahi kuona nazalisha vijana, nazalisha ajira kwa vijana na kutoa ajira kwa vijana na kusaidia pia. Lakini zaidi ya bidhaa, simulizi yake ni ujumbe kwa vijana wenzake kwamba maisha hayaishii kwenye kutafuta ajira tu. Kuna thamani kubwa kwenye ujuzi. Ujuzi wa mikono unaweza kuwa mwanga wa maisha mapya. Anaamini kuwa kila kijana ana kitu ndani yake cha kuumba, kutengeneza na kuleta tofauti. Kitu cha kwanza lazima tuendane na uhalisia na ukweli jinsi ulivyo. Ili tuweze kuleta maendeleo
ili tuweze kuleta maendeleo katika maisha yetu. Tusijidanganye sisi wenyewe, lazima tuambie ukweli, ajira ni hakuna. Kwa hiyo ili wewe uweze kutoka katika changamoto hiyo ya kuhangaika utafuta ajira, lazima uungane na viongozi wa nchi wanavyosema kwamba inabidi twende VETA. Ujuzi ule ambao wewe utaweza kukusaidia kuweza kutatua na kuweza kujiajiri na kuajiri watu wengine. Kwa hiyo ujuzi ni kitu kikubwa sana ambacho inabidi kama vijana, baada ya kutoka chuo kusomea kitu ulichosoma, inabidi uende ukapate ujuzi wa ziada. Utakuta huo ujuzi unaotatua tatizo ambao utaweza kukusaidia wewe kujikomboa na changamoto ya ajira. Ujumbe wake mkubwa ni kwamba usingoje nafasi, tengeneza nafasi yako. Ujuzi ni silaha na mikono yako ni hazina. Mpaka wakati mwingine, jina langu ni Mkwaji Masatu.